dalili ya kujua mtu anayekufa na anakwenda motoni. Kama nilivyosema hapo nyuma, na sasa narudia tena, mara tu mtu anapokufa, iwe ni mwenye dhambi au mwenye haki, hatuna budi kufahamu huwa anafika hatua anaweza kuona, anaweza kufikishwa mahali panaitwa njia panda. Kama Yesu alivyosema, kuna njia mbili tu, ya kwenda mbinguni na ya kwenda motoni. Njia moja inapanda juu ya mbinguni, na njia ya jehanamu ya moto inashuka chini. Na kabla ya kwenda huko, wale wenzetu waliotangulia wa karne ya 17 na 18 walifunuliwa jambo hili, kwamba mtu anapokata roho tu sekunde ile, huanza kuona upande wa pili wa ulimwengu anaouendea. Ndio maana wako wengine kabla ya kufa, unaweza ukahisi kama anaongea mwenyewe. Wengi tumeshuhudia hayo. Kwanza, kama ni mtakatifu, kuna mambo yanaanza kutokea katika ulimwengu huu. Na huko duniani tunaweza kuona kama mtu malaria imepanda kichwani, kumbe sio kweli. Kwa mtu anapokufa tu, muda ule wakati kabla hajaanza kufa, wakati anaanza kuondoka sasa duniani, anaanza kwanza kuona upande wa pili wa ulimwengu wa roho. Na anafika mahali njia panda, na anaanza kuona njia moja na kwenda juu mbinguni, na njia moja na shuka chini. Anaweza kuona mpaka lango la kule mbinguni, uzuri wa kule jinsi ulivyo, na anaweza kuona kule motoni namna kulivyo. Sasa anapofika pale, hakuna mtu yeyote ambaye anatamani kwenda motoni. Utaona anajaribu kutangulia kuelekeza njia, anajaribu kuelekea mbinguni. Malaika wako pale wanamzuia, wanasema pana, jina lako alipo huku. Ni muhimu tufahamu, watu waliokoka, watu waliotubu dhambi zao kwa kumaisha kuziacha, majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 3. Naam, nataka na wewe pia mjioni wa kweli, wasaidie wanawake hao, kwa maana walishindania injili pamoja nami, na Clementi naye, na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Wale wanapotubu dhambi zao, wanafutwa majina yao kwenye vitabu vya hukumu, vitabu vya watenda dhambi, alafu wanaandikwa kwenye kitabu kimoja cha uzima. Sasa anapokuwa pale anataka kuelekea mbinguni, wanamwambia hapana, jina lako haliko huku, kwako wewe ni kule, kwako wewe ni kule. Wanamuonyesha kule chini, yani motoni. Sasa huyu mtu anayekwenda motoni sasa, anapoondeshwa kwako ni kule motoni, huanza kupambana, huanza kubishana na kutaka yamkini kuwashinda nguvu wale malaika wanaokwenda mbinguni, apambane nao ili awashinde, apenye aelekee kule mbinguni. Nini kinatokea? Wakati anashindana na hawa malaika na kupambana, anajaribu kupenya, malaika wanamsukumiza kuelekea kule katika jehanamu. Anajaribu kupambana huku duniani, tunaona mtu yule hupaparika kama kuku, huhangaika kama kuku. Dalili kubwa sana ya kuthibitisha kwamba mtu huyu anakwenda jehanamu ya moto. Unapoona anapaparika, maana yake anashindana kama sitaki kwenda motoni, anang'ang'aniza kwenda mbinguni, na malaika wanamzuia, wanasema hapana, anapambana. Mwisho yote nini kinatokea? Malaika humkamata kwa nguvu na kumtupa katika ziwa la moto. Hakuna mtu ambaye ataelekea katika ziwa la moto kwa hiari yake. Kama inavyotajwa mpinga Kristo na nabii waongo watakavyokamatwa, ndivyo wenye dhambi wote watakavyokamatwa. Funua Yohana sura ya 19. Funua Yohana sura ya 19 mstari wa 19. Kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita, na yeye aketie juu ya farasi yule, tena na majeshi yake. Mstari wa 20. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao waliosujudia sanamu yake. Hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti, linalowaka na sava ndani mwake.
Wale watu wa karne ya 17, 18 ndio walifunuliwa. Mtu anapokufa hufika mahali kwenye njia panda ambapo wao walipaita bandarini. Ni kama mtu ambaye anatoka ughaibuni, anatoka amepanda meli, utaona atafikia bandarini kwanza ndio aelekee anapokwenda. Kama anakwenda Posta, kama anakwenda Mbagala, kama anakwenda kokote, lazima kwanza afikie bandarini. Anafikia bandarini kwanza. Akifika bandarini ndipo anaelekea. Kwa hiyo mtu anapokufa lazima afikie bandarini kwanza. Akifika bandarini ndio either aende motoni au aweze kwenda mbinguni. Na hiyo ndio dalili mojawapo kubwa. Dalili kubwa sana ya mtu anakwenda motoni, hupaparika wakati amekufa kikawaida. Kumbuka naposema dalili ya kwenda motoni watu kupaparika, ni wale watu ambao wamekufa kawaida. Wamekufa kawaida. Sio waliopigwa risasi, sio waliokatwa kichwa. Ukipigwa risasi lazima utapaparika, ni kwa sababu ya kukatishwa uhai kwa haraka. Ukipigwa risasi, ukichinjwa, vitu vinafanana hivyo. Ukipata ajali, vitu vinafanana hivyo. Sasa hiyo haiwezi kuthibitisha kama mtu amekwenda motoni au amekwenda mbinguni. Lakini yule ambaye yuko kitandani, ameugua kawaida, alafu anakufa anapaparika, huyo mtu anakwenda jehanamu ya moto moja kwa moja. Yuko mzee mmoja alikuwa mganga wa kienyeji. Kaua watu wengi, kafanya vituko vingi, siku anakufa. Alikuwa yuko mahututi kabisa. Siku anakufa, aliruka, alisimama. Watu wanashangaa kumwona mgonjwa anasimama juu ya kitanda, anaruka, anapambana. Mwisho yote wakamfunga kamba katika kitanda chake ili afe. Ni dalili ya wazi kwamba alikuwa anapitiliza jehanamu ya moto. Hilo linatuleta katika kipengele cha 5 kinachosema dalili ya kujua kuwa mtu anayekufa na anakwenda mbinguni.